Katika siku ya leo, ikiwa ni siku ya maombi, inatukumbusha ya kwamba bado tumepaswa kuomba. Na asubuhi ya leo nikukaribishe rafiki yangu mpendwa katika tafakari ya neno la Mungu. Tukumbuke ya kwamba tunaitikia wito ambao Yesu aliutoa kwa wanafunzi wake na wote waliofundishwa tena na wanafunzi wake, ukiwepo wewe na mimi. Neno la Mungu katika Mathayo 11 fungu la 28 nasema, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Ni katika neno hili ndiyo sababu tunao ujasiri wa kwenda kwake. Tunao ujasiri wa kumwendea kwa njia ya maombi, kwa njia ya mikusanyiko makanisani, ili tuisikilize sauti yake. Na kama tulivyoanza somo letu, tuliona ya kwamba maombi ni muhimu katika maisha yetu. Na jana tulikuwa tukiangalia, je, ni lazima tuombe? Je, tunatakiwa kuomba? Je, tunahitaji maombi? Na tukaona ya kwamba ndivyo ilivyo, kwa sababu ni katika maombi ndipo tunapoimarika. Ni katika maombi ndipo tunafungamanishwa na upendo wa Mungu. Na hivyo asubuhi ya leo katika tafakari fupi ambayo inatuelekeza katika kuomba, jambo la kwanza ambalo ningekusihi tunapoendelea na somo hili, endelea kumuomba Mungu kimoyomoyo. Endelea kuomba Roho wake Mtakatifu kama ilivyo katika maombi yetu ya daima, ya kwamba nyakati zote katika maisha yetu Roho wa Mungu aweze kuwa pamoja nasi. Kwa sababu mwovu Shetani anajua vita ni kali na hataki hapoteze hata mtu mmoja, ili kila mtu anayemtamani awe upande wake aangamie pamoja naye. Basi ikawe hivyo. Na ndiyo sababu mara nyingi inapokuja habari ya maombi, habari ya ibada, mwovu Shetani na yeye hujihudhurisha. Hata hapa unaweza kukuta 90% au 80% wanasikiliza somo wakiwa vitandani. Ni kwa nini? Ni kwa sababu Shetani anaweka mawazo ya kwamba miili imechoka, miili ina usingizi, na hivyo hatuchukulii maanani habari ya maombi, habari ya ibada. Ikiwa ni siku ya pekee kwa ajili ya maombi, ikiwa haimaanishi kwamba siku zote hatuombi bali Jumatano ndipo tunajikita zaidi. Hapana, tunaomba siku zote, isipokuwa tunatenga maalum kumshukuru Mungu, kupeleka sifa kwake, lakini pia na kupeleka yaliyo mahitaji yetu. Asubuhi ya leo, dakika chache hizi kabla hatujaenda katika maombi, nikusihi ukumbuke yale aliyoyasema Yesu katika Matendo 1 fungu la 8, wakati akizungumza na wanafunzi wake kabla tu hajaondoka hapa ulimwenguni, baada ya kuwa amemaliza kazi ya ukombozi wa mwanadamu. Matendo 1 fungu la 8, neno la Mungu linasema, lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Na fungu la 14, neno la Mungu linasema, hawa wote walikuwa wakidumu kwa moyo mmoja katika kusali. Niishie tu hapo. Mafungu haya mawili ndiyo yanaungana na lile fungu letu kuu la wiki hii, ya kwamba tunapokuwa tumeomba, matokeo yake makubwa ni kwamba yanatokea mabadiliko.
Na ninachokigusa asubuhi ya leo ni kwamba tunapokea nguvu. Unapokea nguvu unapokuwa mtu wa maombi. Unapotafakari udhaifu tunaokuwa nao katika maisha yetu wakati fulani, udhaifu kiroho, udhaifu kimwili, ni kwa sababu nguvu ndani ya mioyo yetu, nguvu ndani ya roho zetu, nguvu katika imani zetu inakuwa haipo au imepungua. Hebu nikusihi tufumbe macho tuombe tunapoendelea na somo na tafakari hii. Mungu wetu, Mungu wangu, asubuhi nyingine hii si kwa mapenzi yetu, si kwa akili zetu, si kwa uwezo wetu, lakini ni kwa neema yako. Ndiyo sababu tumeamka. Ndiyo sababu umetuamsha na ukatuwezesha, ukatufanikisha kupata nafasi ya kusikiliza neno lako. Sasa Mungu, naomba unene nasi kupitia neno lako, nami unitumie tu kama kipaza sauti, maneno haya yakatoke kwako katika jina la Yesu Kristo. Amina. Tunapoendelea kutafakari neno hili ya kwamba tunapomuomba Mungu tunapokea nguvu, tafakari kilichotokea kwa wanafunzi wa Yesu kabla Yesu hajaondoka. Anawahakikishia ya kwamba hawatabaki peke yao, bali watapokea nguvu pale Roho Mtakatifu atakapowajilia. Lakini jiulize ya kwamba ni nini kilitangulia ujio wa Roho Mtakatifu. Tunaambiwa kwamba walipanda gorofani wakidumu katika moyo mmoja katika kusali. Ina maana ya kwamba walifanya maombi, walikuwa pamoja, walikuwa na nia moja, waliondoa tofauti zao, na ndipo wakamwagiwa Roho Mtakatifu. Hivyo tunapoomba kwa dhati, hatubaki jinsi tulivyo, hatutabaki na udhaifu wetu. Ndio sababu tunapokwenda katika nyumba za ibada, tunakwenda jinsi tulivyo. Baada ya ushawishi wa Roho Mtakatifu, basi tunapata nguvu hata ya kutoka nyumbani kwenda katika ibada. Tunapokea ushawishi wa Roho Mtakatifu wa kuona ya kwamba kumbe kuamka mapema alfajiri na mapema sana kwenda katika chumba cha ibada kwa namna mbalimbali, basi hiyo ni nguvu. Kwa hiyo hata hivi unavyosikiliza neno hili ni nguvu. Kununua bando na kulitenga kwa ajili ya kusikiliza tu neno la Mungu badala ya kuangalia mambo ya ulimwengu, elewa iko nguvu ndani yako. Lakini hiyo nguvu itakuwa ni maradufu pale tu utakapojikita katika kuomba. Kwa hiyo jambo la kwanza ambalo ninapenda tu ulisisitize ni kwamba kwa kuwa tumeitikia wito wa kwenda kwake na kuzungumza na yeye kupitia maombi, kupitia ibada, Mungu anakuwa ni baba yetu. Mungu anakuwa ndiye Bwana wetu. Anakuwa ni master katika maisha yetu. Anakuwa tumaini letu tunapokuwa tumekata tamaa. Na kwa ujumla wake elewa ya kwamba tunapokuwa watu wa maombi, matokeo yake makubwa, nguvu yake inatubadilisha. Badala ya kuwa watu tunaozungumza ovyo ovyo, tunaotukana ovyo ovyo, tunaokuwa tuna mawazo, fikra mbovu, dhamira zetu zinania matendo maovu, tunapokuwa tumepokea nguvu ya Mungu kupitia maombi tunayoyafanya, kupitia maisha ya maombi tunayokuwa nayo, basi yeye Mungu hutubadilisha fikra zetu, mienendo yetu na hata mazungumzo yetu. Kile tunachopendelea kuangalia, kile tunachopendelea kuzungumza, tunachopendelea kusoma, basi vyote vitabadilishwa na tutaichukia dhambi na haitakuwa
sehemu ya maisha yetu. Kwa lugha nyingine, tunapokuwa watu wa maombi, ubinafsi, ubinadamu ambao hauna Mungu ndani yake hufishwa na inazaliwa dhamiri mpya ya watu kuukulia wokovu. Lakini jambo jingine ambalo linatokea tunapojikita kwa maombi ni kwamba tunakuwa na kicho, tunakuwa tunamheshimu Mungu, tunakuwa na uchaji Mungu. Yaani tutatambua kwamba hapa duniani tunapita, tunasafiri. Kwa hiyo ni lazima tuishi kama wageni, sio kama wenyeji. Kipengele kingine katika hiyo sehemu ya kwanza ni kwamba tutakuwa ni watu tunaojitambua ya kwamba hapa tunajiandaa kwa maisha ya umilele. Na hivyo basi, jambo la pili lake, tukisha kuwa ubinadamu umekufa katika maisha yetu, tutakuwa tayari kuruhusu Mungu atawale maisha yetu, kunena kwetu, kuishi kwetu, kula kwetu, mwenendo wetu, muonekano wetu. Yaani tutakuwa tunaonekana ni wacha Mungu kweli kweli. Na hili badiliko halianzii nje, bali linaanzia pale mtu anapokuwa ameamua kuishi kwa kumtegemea Mungu kupitia maombi ya dhati. Maombi ya dhati, sio maombi ya mazoea, bali ni maombi ambayo mtu anakuwa anamguso kutoka ndani ya moyo. Badiliko linaanzia ndani, ndipo litaonekana nje. Na hivyo nguvu inayopatikana katika maombi ikiunganishwa na bidii ya kudumu katika kufundisha akili kwa umakini na kujali, inamuandaa mtu kwa ajili ya majukumu ya kila siku na huweka roho katika amani chini ya hali zote. Kwa hata tunapoianza siku ya leo, tunajiweka kiakili ya kwamba Mungu, nasalimisha akili yangu, nasalimisha mawazo yangu, ya kwamba wewe uweze kuyaongoza. Jana tulisema ya kwamba fungua siku kwa njia ya maombi, fungua ofisi kwa njia ya maombi, fungua biashara kwa njia ya maombi, fungua mazungumzo katika familia yako kwa njia ya maombi. Usianze siku yako kwa kugombeza watoto wamechelewa kuamka, kwa kugombeza familia imechelewa kuamka. Mtamaliza siku mkiwa mmekasirika. Hebu tubadili mwenendo kwa kuyatumia mafundisho haya katika maisha yetu. Lakini jambo jingine ni kwamba utapokea nguvu ya kuishinda dhambi, kwa sababu tumeshaona ya kwamba matokeo ya maombi yanabadili hata vipaumbele vyako. Neno la Mungu, ibada, maombi vinakuwa ndio kipaumbele chako, ya kwamba muda wako utakuwa katika ratiba maalum, mazungumzo yako yatakuwa katika utaratibu, lakini vyote vinavyokuzunguka, akili yako itakuwa ikiongozwa na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo maombi si hasara kutumia muda wako katika kuomba, bali faida ni kubwa. Ninapokwenda kumalizia ili twende katika maombi ya leo, elewa ya kwamba katika kitabu cha Yakobo sura ya 5:13 mpaka 20 inaonyesha ya kwamba tukiwa na mapungufu ya namna yoyote, neno la Mungu linasema na tuombe. Hii haina maana ya kwamba tumtafute Mungu kwa njia ya maombi. Nikisema maombi, ninamaanisha ile maana pana ya kwamba ukaribu wetu na Mungu unategemea tunamshukuru Mungu kiasi gani, tunapeleka toba na kuomba msamaha kwake kwa kiasi gani, lakini pia tunapeleka mahitaji yetu, yale tunayotamani yatimie katika maisha yetu, kwa kiasi gani. Kwa hiyo kitabu cha Yakobo 5:13 mpaka 20 kina maneno ambayo katika siku ya leo maalum kwa maombi, pamoja na maombi haya asubuhi,
yanatutia moyo na yanatukumbusha ya kwamba ziko ahadi katika maandiko matakatifu ya kwamba mtu wa kwenu amepatikana na mabaya. Jiulize wewe mwenyewe, jiulize wewe na familia yako. Je, mko katika usalama? Je, liko baya lolote linalo tuzunguka? Iwe ni kiuchumi, kifikra, kimahusiano. Je, liko jambo lolote ambalo ni zito kwako? Hapa tumekuwa tukiombea wagonjwa. Hapa tumekuwa tukiombea watu wapate kazi. Tumekuwa tukiombea watu waliokata tamaa, hajui kesho ikoje. Yaani kila siku inapoanza ni ngumu na chungu kuliko jana. Ikiwa tunapatikana na mabaya namna hiyo, neno la Mungu linasema na aombe. Je, una moyo wa kuchangamka? Basi toa sifa, imba zaburi. Mtu wa kwenu amekuwa hawezi. Ni mambo mangapi ambayo hatuwezi? Yawezekana ni utendaji kazi wetu hata maofisini. Yumkini tumekuwa ni wavivu. Yumkini tumekuwa ni wazembe. Yumkini tumekosa ubunifu. Ina maana ya kwamba hatuwezi. Neno la Mungu linasema wakati fulani waite viongozi wa kanisa. Wakati fulani tunapokumbana na changamoto za namna hiyo, tunapaswa tuite viongozi. Lakini si nyakati zote tutaweza kuita viongozi, bali kuna wakati tutasimama wenyewe. Lakini ukiona nafasi inaruhusu, ita kiongozi uweze kuomba naye. Lakini jambo jingine, ikiwa kuna mgonjwa, neno la Mungu linasema basi kule kuomba kwa imani kutamuokoa mgonjwa na Bwana atamuinua. Hata ikiwa amefanya dhambi, yeye atasamehewa. Sasa wanasemezana na Mungu wenzangu, asubuhi ya leo neno la Mungu pia linatukumbusha ya kwamba tuwapo katika jumuiya kama hizi, tuache ubinafsi bali tuungamiane dhambi sisi kwa sisi, lakini tuombeane ili tuweze kuponywa kama kundi. Lakini anasitiza ya kwamba kuomba kwake mwenye haki kunafaa inapokuwa bidii ipo ndani yake. Tunakumbushwa habari ya nabii Elia. Alikuwa kama sisi, lakini aliomba mvua ikasimama kunyesha, lakini baadaye akaomba ikanyesha. Huyo alikuwa ni mwanadamu kama sisi. Hivyo basi, sisi ikiwa tunapotelea mbali, kila mtu anakupotea kwake. Usije ukafikiri ya kwamba ni yule ambaye haji katika ibada, ni yule ambaye haendi kanisani, ni yule ambaye huenda ashiriki hili kundi. Yawezekana mimi na wewe tunashiriki katika hili kundi kila siku, tunaamka mapema, tunajinyima usingizi, lakini yumkini katika eneo fulani ni watu ambao tumepotea. Asubuhi ya leo, kwa nini usimuulize Roho Mtakatifu? Kwa hiyo usimuulize Mungu ya kwamba ni wapi nilipopotea, ili Mungu mwenyewe kwa ushawishi wa Roho Mtakatifu ambaye tuliachiwa, yeye aendelee kuamsha ari ya kupenda maombi, ari ya kupenda ibada, ari ya kuitikia mwito wa Mungu wa kwenda kwake na mizigo yetu, ili kwake tuweze kupata pumziko. Siku ya leo, hebu ikabidhi mikononi mwa Mungu. Kabidhi maisha yako binafsi, kabidhi maisha ya mume wako, kabidhi maisha ya mke wako, kabidhi maisha ya watoto wako. Usiache kuombea viongozi wako wa kanisa, viongozi wako wa dhehebu, viongozi wako wa jumuiya. Nao ni binadamu kama sisi, wanahitaji kutiwa nguvu, lakini kwao wajibu wao ni kuwatia moyo walio waumini wao, ili ya kwamba katika safari hii wasikate tamaa. Omba, omba, omba tena, usichoke kuomba. Mungu atubariki katika jina lake Yesu Kristo. Amina.